Somo letu la leo, mimi sihubiri. Mimi nilipewa neema ya kufundisha. Wewe sasa siwezi kukuhubiria, kukufundisha. Yule ambaye anafanya mhubirie, yule ako ndani ya giza, akosofia kule katika njia za kuzimu, yeye anafanya mhubirie. Lakini wewe ushahubiriwa, hapa ni kufundishwa ili ugomee katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna mambo mengine. Ni kufundisha jinsi ya kuomba, jinsi ya kupambana. Kuna kitu inaitwa utaratibu kwa kanisa la Mungu. Sema utaratibu. Ndio somo letu la leo. Utaratibu zipo za wanadamu na utaratibu wa Mungu. Na hapa kwetu hapa tuko na utaratibu katika ibada zetu. Tuko na utaratibu wa kuingia na utaratibu wa kutoka. Tuko na utaratibu saa ya kutoa. Tuko na utaratibu saa ya kukaribisha wageni. Tuko na utaratibu wa kukaribisha ushuhuda. Tuko na utaratibu wa matangazo. Na tuko na utaratibu hapa za ibada zetu mbele za Bwana. Kuna ibada za nyumba za kila Jumamosi. Kuna ibada za Wednesday ambayo inaistia inashika kwa kasi. Kuna ibada za kesha. Utaratibu wetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna ibada za kufunga na kuomba. Amen. Na kuna utaratibu ya waimbaji pia. Ukitaka kuwa mwimbaji lazima uulize utaratibu wao ukoje, usiingie tu. Wewe bora umeshika mic. Unaweza tu bajuka juu. Bajuka juu. Kuku bajuka juu. Toka huko. Hiyo si utaratibu wetu hapa, ni utaratibu ya watu wa disco. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na kuna baadhi ya Wakristo ndani ya makanisa hawana utaratibu na hawafuati utaratibu ambao umewekwa. Punguza. Bwana Yesu asifiwe. Nimeanza kuhubiri. Kuna utaratibu hata ya nyumba yako. Mimi mgeni nimekutembelea kwako. Nimefika hapa. TV naendelea. Nishachukua remote kwenye meza hapo. Nimechange channel. Nimeweka mguu ya meza. Na hii sofa set nazo iliwekwa nini ndani? Zingine wazi zinawekwa mti, nguo, na hiyo yako umeweka nini? Pako unachukua wewe unararua uone nini iko ndani. My brother, my sister, unapanda gari na wewe saa hiyo unaenda kununua sofa set mpya. Na hiyo mimi nakwambia peleka kwenye unajua. Maana hauna utaratibu. Kuna utaratibu ya kuingia kwa nyumba ya mtu. Kuna nyumba zingine room ni moja. Amesahau kuweka kate. Wewe unaingia tu. Hata choo ya risala, choo ya ushago, iko na utaratibu. Hata kama mlango ni ya gunia, wewe ingia kwa sababu umekazwa. Weka break. Fika pale. Ukisikia ndani unatulia, waiting base. Sasa na matawi ndani unapata jamaa amekunja sura kama kiatu cha jeshi. Kama haufuati utaratibu utapata aibu. Na utachanganyikiwa mpaka Yesu arudi. Piga Bwana Yesu makofi. Wathesalonike 3:6. Naomba mnisomee kwa utaratibu bila wasiwasi wala kufukuzwa. Wa pili. Wathesalonike wa pili 3:6. Sikia. Wathesalonike wa pili 3:6. Ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu
na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Rudia tena. Wathesalonike wa pili 3 kuanzia 6. Ndugu, twaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Pigia Bwana Yesu makofi. Ndugu, neno ndugu ukikutana nayo kwa Biblia inamaanisha wa kike na wa kiume. Kuna wale ndugu hawaendi na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wa ndugu wa kike na wa kiume hawaendi na utaratibu. Rudia tena. Ndugu, twaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu. Jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu. Wewe kama wewe na utaratibu wewe, tutatengana na wewe. Utakaa mbali na sisi pia tutakaa mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hata mliona kuna wale wa ndugu hao kwenda hawafanyi utaratibu. Haleluya. Upanga wa Roho ikatutenga nao. Pigia Bwana Yesu makofi. Tukisema pastor ni mmoja hapa, na ibada ambazo zinaenda kwa mtu ni ibada ambazo zimetangazwa hapa kwa utaratibu, au wana utaratibu yao na wanadai wako na sisi, hatuwezi elewana. Vitu vingine vilifanyika, ni maandiko tu yanatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na utaratibu. Kama ni kesha, tunatangaza kesha hapa, watu wote wanakuja hapa. Kama kesha inaenda kwa mtu wa members nje, tunatangaza, ni utaratibu, sisi wote wapo. Sisi tuko hapa na maombi ya Saturday, utaratibu mwingine ndani umejitokeza, wako na yao Saturday na wanapika, wanakula na wanatoka saa 8 ya usiku. Yesu asifiwe. Tafuta utaratibu wa Mungu, itakupa mwelekeo. Hata hiyo nyumba kama tungefuata utaratibu hatungeingia. Tulipanga utaratibu na tukaifuata moja kwa moja, ndio tumeifikisha. Kwa hivyo vitu vikienda kwa utaratibu, kwa mpangilio, tunafanikiwa, tunapiga hatua. Utaratibu ndani ya kanisa. Mchungaji ni mmoja, lakini utapata kuna wale wachungaji wamejibatiza, au pia wachungaji ndani na wana wafuasi wao ndani na wana ibada zao ndani na wana matendo yao pia kivyao. Neno la Mungu ni nani? Inatutenganisha nao, ni upanga. Kwa hivyo kama uko ndani yetu pia na ufuate utaratibu wetu, mkono ni ule utaufuata tu, hatutakuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Hata chakula usipopika kwa utaratibu, usipoipika hautafaulu. Wewe soka tu sokoni, umenana hii takataka yote unamwaga ndani ya maji, kitunguu umeweka ndani, hata jatokota umeshakoroga, umeweka chumvi, mafuta juu, au umeshaweka chini ugali, umeshaweka maji pale, umeweka tu unga jatokota, wewe umekoroga, unaita wageni waje wale. Joni unawe ugali jimeni, ukipiga kidoni nenda mpaka mwisho sahani haija hivyo, maana ya kufuata utaratibu. Utaratibu wa ugali huwezi tumia unga ngano, tumia unga mahindi. Kwa hivyo ndugu, rudia. Ndugu, twaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Pigia Bwana Yesu makofi. Tukisema tuamuke tumwimbie Bwana, unapata mtu amekaa, si ati ni mgonjwa, amekaa tu kiburi, hataki kufuata utaratibu. Tukishamaliza watu wakae, watu wakikaa, yeye ndiye anasimama. Unajua kutoka
nje kila saa na simu kila saa off. Pia ni kukosa utaratibu katika ibada. Ibada inasema ukiingia kwenye ibada, weka simu yako silent ama uzime. Jitengeni nafsi zenu na kila ndugu asiyeenda na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. 3:11 hiyo Thessalonike hiyo. Teremka chini 11. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu. Hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Yaani hawana shughuli zao wenyewe, bali wanashughulika na mambo ya watu. Kuna mabrothers na sisters ndani ya makanisa hizi, hata hapa yashughuliki na mambo yake. Ataka kucheki leo wamesema nini, wameongea juu ya nani, pastor amesema nini. Ole wako kama unakuja kwa ajili yangu. Hiyo ni kibarua nzuri safi, nitakupea kazi na utapata matokeo yake. Na leo wamefundisha aje? Na leo tu atamevaa nguo gani? Unasikia simu? Halo, nimesikia mkutano na kuja kwako. Na sitakosa. Nakosana za watu lakini yako sitakosa. Kumbe anakuja kuchunguza. Ajue kwako kukoje, nyumba yako vipi aina gani. Mimi kwako ukikuja utapata hizi zenye kula ivananiletea. Na kama hukutaki kukaa, kaa nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamuna utaratibu. Badala ashughulike na mambo, ashughulike mambo ya kwake, aimarike kiroho, yeye kushughulika mambo ya wengine. Ukiona hata nyumba ya fulani, umeona mke wake, umeona mtoto wake anakula hata hakula. Umesikia vile basa amehubiri? Hiyo ni mambo ya mke wake ndiye amempangilia. Ana akili huyo hawezi, ni bibi yake tu. Basi Yesu wewe ukuje kuwe mke ambaye apeane advice. Tuwe na utaratibu. Hata kama ni mgeni umekuja leo kanisani, mara ya kwanza kuja kwa ibada yote ya kanisa yote, kwa na utaratibu. Ngoja wakati wageni wanaitwa, hata kama uko na taifa ya kuimba, nyamaza. Sema tu na wewe ukae, watakuita njoo utuimbie. Umetuambia wewe ni mwimbaji, nafasi yako ni hii. Mimi ni mwimbaji wa pendwa, nataka nimuimbie Yesu. Kwa hivyo naomba msimame. Programa mtu kama usiwahi pe nafasi. Akae. Avumilie, kama utamuita akuje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuanze kuwa na utaratibu hata pia kwa wageni. Wageni kuja na makelele pia tutaki. Bila pigaga muziki. Kwa hivyo mnipe tu nafasi, mpigeko tu 1, 2, 3. Na kama naona mpe nafasi anakasirika na udongo na kanisa hilo kabisa, wako na roho chafu. Waje tukue nayo. Yesu ataosha. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu. Hata mzee kwa nyumba umetoka kazini njaa inauma, kuwa na utaratibu. Sio unapata wakati wa mtoto baya amekorogewa mkorogo, wewe umeshapiga kidole ndani. Mtoto anapiga duru, mtoto kama wewe. Hivi baba anafanya nini? Mama na mwiko kwa mzee. Hata kama una njaa, kwa una utaratibu kuanzia mezani. Sio kila mtu anachungulia jikoni. Na bado supepete. Kwani gas kwa ina pepeto. Wazee tupo. Tuwe na utaratibu useme ya jiko. Bwana Yesu asifiwe. Utalazimisha ive na iko kwenye moto. Subiri.
Watu wengi wasio na utaratibu hawana moyo wa kuvumilia. Yaani kila saa umepigwa tuna utungu. Kama mwanamke ambaye kuzaa. Huko tuna wasiwasi. Tuwe na utaratibu. Hata wakati tunaenda kupiga kura, utaratibu wa kivituo na kufuata line. Unapata wewe hujafuata utaratibu, unaona tu live umeshaingia. Tibora wapige. Ukifika pale umechoma na jua tangu saa 10 ya usiku, saa 8 unaambiwa hii kituo sio yako. Kwa sababu hujauliza utaratibu wa hapa ni upi. Rudia hiyo 3:11. Wapili wa Thesalonike 11. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wajishughulisha na mambo ya wengine. Huyu pastor amepata ni certificate. Hata pia sisi tunataka tufanye juu na chini tupate certificate. Hawana utaratibu. Sio kwa utaratibu. Mchungaji, ulipataje hii certificate ya Bible? Alafu nikupe mwelekeo. Hiyo ndio utaratibu. Hata kwa biashara, wacha kwa kielele. Unapita yule mtu ambaye huwa anakuletea mali, sasa wewe unapita kwa mlango ya nyuma. Ushaambiwa wewe, huyu jamaa anafaidika kwako. Sasa fanya hivi, pita hivi. Asitukeke huko na mali. Wewe unafuata hiyo njia yako kombo kufika pale, wanakupakia mizigo, inapita kwingine na inapotea. Uliza unayefanya naye biashara, pia ninataka niende direct kwa kampuni, nichukue mali nilete. Kukosa utaratibu ndio unasikia makanisa zinaharibika. Watu hawatembei kwa pamoja. Wakristo wasumbufu ndani ya ibada. Wakisema jambo nzuri, kazi yao ni kupinga. Ibada ikiisha wanatoka nje, wanakaa makundi kujadili na kuikanusha vikali sana. Na kuchungulia mbona kwake inafanyika na kwa fulani haikufanyika. Mbona kwa fulani tulienda matanga na kwa fulani hatujaenda. Shughulika na mambo yako sawa sawa na maandiko. Hilo shida lilikuwa kwa kanisa la Wathesalonike. Ndio Paulo akasema kwamba nasikia kuna watu wasio na utaratibu, mambo yao kushughulikia mambo ya watu. Na wewe fulani, naona unakaa vizuri. Kwani wao mnapigana? Kitambo mtu akuulize wao mnapigana, kuna kitu amefanya anataka thibitisha, maana haoni matunda. Naye tu umelala tu darasani, ufunguke akili mapema. Wewe kama akili yako on siku zote, hata kama unalala akili kuwe on, sio off. Ndio kweli wao mnapigana, wao mnagombana. Hiyo ndio swali unaweza uliza mtu. Tena wakiwa katika kanisa wanapenda kusifiwa. Sisi hapo ukitoa kitu hatuwezi kukusifu. Akiona asifiwi, anaanza kujitangaza. Mimi nimetoa hii, nimenulia fulani hii, nimesaidia fulani namna hii, mnaonaje? Ama kimaliza kuhubiri anashuka. Ulionaje vile nilihubiri? Sioni neno la Mungu lilichoma kule. Silimchoma. Silimwona akiangalia chini. Neno la Mungu, unaonaje? Hala anakaa na pumbavu wenzake. Ndio niliona. Lazima tuwe na utaratibu. Tena wengine wakuji katika kanisa ili waabudu Bwana. Anakuja kwa sababu ya uongozi na cheo. Akiona amekaa miezi 2-3 hajapewa cheo, anaondoka na makasiriko. Hiyo kanisa yule pastor ni mjinga sana. Aimbe yeye, ahubiri yeye, aombe watu yeye, sadaka bebe yote. Si ungenena mapema pastor, mimi nakwanga treasure.
upande sadaka ikishatolewa, nipe nafasi ni hesabu niende nayo. Hawana utaratibu, ni vyeo tu. Tena jambo la pili, kila saa wanapenda neno nimeonyeshwa, nimeonyeshwa. Sema nimeonyeshwa, nimeonyeshwa. Hawa watu hawana utaratibu wa Mungu. Nimeonyeshwa huyo pasta, nimeonyeshwa huyo Feni, nimeonyeshwa huyo Mondi, nimeonyeshwa huyo Edward, nimeonyeshwa Danica, nimeonyeshwa mama yake, nimeonyeshwa kanisa imepasuka. Watu wasio na utaratibu wa roho wa Mungu, wana utaratibu wa shetani. Tukazea na kutabiri mambo mabaya tu, hakuna mema. Oh, pasta nimeonyeshwa mtoto wako huyo ABC. Nimeonyeshwa kwa boma ya pasta kuna kisirani na kumpata mbaya sana, inafaa leta maombi. Sasa kama mimi mwenyewe ni maombi, bali sasa tuweza Musa sendeja sasa mnamjaribu, wacha tuone ndio mjue yeye yuko kiroho, tumpei hii mkutano apeleke kwake. Uone akichukua yeye yuko kiroho. Baba na bala James anawakausha tu kuwakausha kama samaki ya lodwa ama samaki ya sagama. Tuende na utaratibu. Sio umepata watu wanakula mezani wala hata uwasalamie, wewe umeshafika tena bila kunawa, ushapiga mkono. Hii nyama nimesikia tu harufu, hebu nione. Imebaki bila kwa sufuria, umeshakimbia jikoni. Hapana. Wewe ni pepo wakati ya lunch time. Kuja na utaratibu. Mimi ukikuja kwangu hata unawe huli. Hata unawe maana umekuja kuja vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa mfano, kamera manaka hapa. Hii ni kazi yake. Wewe ushamka bado ushamtoa pepuka. Naona uchukui vitu vizuri. Pepuka. Hapana, tufuate utaratibu katika ibada zetu mahali hapa. Utaratibu wetu hapa, tuko na ibada za Jumamosi, ibada za kesha, na ibada za nje na za ndani, na ibada za Wednesday, na ibada za kufunga na kuomba. Ibada zingine ambazo si za huduma hii, hizo kataa. Ukiumia kule nje, umia kijana. Hiyo ndio ilisababisha wanamgambo wakakasirika. Wakasema hapana, hata pia sisi tumeitwa na Mungu tufanye kazi ya Mungu. Kwa hiyo tuondoke. Bwana, utahangaika. Utakaa hapo miaka mingi, una utaratibu, hautapewa nafasi na Roho wa Bwana ili ufanye kazi yake. Wanapenda kusifiwa na watu. Naona Mungu amekupa neema kushinda pasta. Hata niliona hata kwa maono, pasta ananichukia tu kwa sababu niko na watu wengi. Uko na watu gani? Wewe mwenyewe tuliyehubiria kutukaleta hapa, watu yako na uhubirianga unamalizana nao kule nje, na sadaka kule nje, hapo unakuja kupima hewa. Tuwe na utaratibu. Hata katika ndoa utaratibu lazima ikuwe. Wewe wako kama mbuzi tu kama kuku, lazima ufuate utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambia mtu unataka kula chakula kiletwa mezani, alafu unamwambia sina Mungu, nini kitatokea? Unamsumbua, nipikie, nasikia ashaleta mezani, alafu ripoti inatokaje? Sina Mungu.
umetongoza msichana serious, umefaulu, umemleta kwa Kenya, alafu na sina mood. Kanisa mko ungangane, ulipia mtoto shule, kila kitu umeklia, umembeba, umemfikisha pale kwa destination office, alafu anaambia mwalimu mko pale, mimi sina mood ya kusoma. Kama mzazi utasikiaje? Kwa hivyo kwa ibada za Mungu lazima tuwe na utaratibu ili ufikie lengo lako, ili malengo letu mahali hapa tupate kuwa nayo. Kijana amekuwa hapa akipiga keyboard, Mungu amemtoa mbali, ndiye akakumbuka, ndiye akatoa, naambia bwana tembelee kesho kanisani. Iko shida alikuwa nayo kubwa, na Mungu alimuondolea, mpaka sasa hivi anaheshimu mtumishi wa Mungu pamoja na hiyo neema Mungu amempa. Alafu Mungu amekupa chance. Tena amekuja ametulia pale. Hata kama ni kwako pia kwa na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Hapana wewe kula nyama na wengine nakula mboga. Wewe utaratibu watu wote wale nyama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana majeshi akubariki katika hiyo sehemu, kuwa mtu wa kuwa na utaratibu. Tafuta utaratibu wa kanisa letu, tembea nayo. Wageni pia ambao watakuwa na tujoin Mr. Deacon